Kanuni za Kongo sijui huwa zinasemaje kama mechi kama hii ikiishia katikati? Umeshadodosa kama hizo Mzinga? Kwanza ni kitu cha kawaida. Ni kitu cha kawaida tu mechi kutoendelea. Lakini kwa kesi ya jana naamini Mzigo ataangushiwa Lupopo, ingawaje hapo ndani kuna siasa. Kivipi? Unajua mechi ya dabi ya Lubumbashi mara nyingi inakuwaga hivi, vurugu zinakuwa nyingi sana. Sometimes waga zinaisha, mechi inaisha kabisa, lakini vurugu zake zinakuwa sio za kawaida baada ya mechi. Sasa hii ndio imetokea jana. Mechi imechezwa, first half imalizika. Kile ni cha pili, wachezaji wanarudi. Unajua wachezaji walisharudi kabisa. Ndio. Wachezaji wamerudi hivi. Bwana chupa. Kuna watu wanaitwa Baga Boys. Shaona? Hawa Baga Boys ni kwa kule Kongo ni kikundi cha wauni, vijana wahuni. Kule Kinshasa wana watu wanaitwa Kuruna. Shasikia Kuruna Kuruna kata ndio kawaimba wale Faripupa. Unaona wale wanafujo sana wale watoto. Nataka niwatengezee picha wa Tanzania waelewe kama panyarodi. Yaani wakorofi wa watoto mtani, fujo nini? Wanaanzisha fujo. Ndo Baga Boys. Baga Boys wako Lubumbashi. Hawa inaelezwa kwamba dabi zote za Lubumbashi dabi, wao huaga wanaenda makusudi kuanzisha fujo ili yakitokea waiba bora vitu. Yaani wao wanaenda kazini bana. Wanaenda kazini. Sasa kilichotokea kwenye mechi ya jana, half time timu zinarudi, wameonekana Baga Boys wameingia wamevaa jezi za Lupopo. Unajua waliingia uwanjani kabisa. Kundi la watu limeingia uwanjani, tu wameenda kwenye goli la Lupopo. Ndio nikamuuliza huyo mwandishi wetu kwamba wameingiaje na kuna uzio pale, akasema unajua uwanja si mkubwa sana. Ni mdogo Lakini watu wameruka uzio, wamepenya wakaingia. Kuna ile kwa mfano kama mechi ya ile ya kwanza ya msimu uliopita hapo, nasema uwanjani kulikuwa na maafa. Ile imetokea kwanza maamuzi ya uwanjani. Yaani watu wanaanza kushauti, wanaanza kutupia na chupa nini na vitu kama hivyo. Yaani kama kuna kijisababu fulani hivi kinaanzishwa. Sasa huku iko kijisababu hakuna. Watu wametoka tu wameingia uwanjani, wamekuja Mazembe wamekasirika. Na kwaje mnaingia uwanjani? Wakaanza kuchana nyavu, wanaanza kupiga uwanja. Mazembe si uwanja wao. Na wakaanza kukasirika, sasa ikaanza vita. Wachezaji wakaanza kutolewa kwanza pale, maaskari wameingia uwanjani, ulinzi ule. Wachezaji wanawatoa, wakaacha mashabiki wa Mazembe na Lupopo wacheze wao kupambana. Wamewaachia wacheze wao. So mpira, utajua wenyewe. Sio wacheza ngumi. Wameenda kang'oa siti zile, toa siti toka huko. Ukiona kuna picha nyingine zimekusanywa siti nyingi. Zimekusanywa. Kwa hiyo fujo kwa mengi, kama kuna kitu kimewauma Mazembe. Ni kuharibiwa kwa uwanja wao. Kuvunjwa lile limamba. Ngwena. Wanamuita Ngwena. Ili wanaita Badi ya Ngwena. Badi ya Ngwena maana yake ni wala mamba. TP Mazembe anajiita wala mamba. Badi ya Ngwena. Ndo Badi ya Ngwena. Jina jingine ndo ile kunguru. Kunguru ukifika kwenye geti lao utamkuta kunguru kweli amechongwa. Amekaa hivi kama tai fulani. Ushaona? Alafu kuna mamba kang'ata mpira. Umeona? Yule ndo Ngwena. Ambaye kwenye jezi pia yupo. Yule ndo Ngwena. Mazembe maana yake ni kitu fulani chenye nguvu sana. Kwa hiyo limamba wenyewe wanasema limamba lenye nguvu, ambayo ndo linashikilia mpira. Umeelewa? Kwa hiyo limekaa pale juu. Wakaliangusha ile mamba. Tempo ya Badi ya Ngwena. Afu ndo wamepanda wale Lupopo, wakaenda kuling'oa ile limamba tangu limea kwa miaka hiyo. Wakaenda kulitoa. Ile limamba linaanguka chini. Ushaona? Kwa hiyo mashabiki wa Mazembe wale hadhibika sana, wakapigana mule fujo, maaskari wamekuja wamejaribu kusort nini, wakakimbizwa. Isama Mpeko Jos. Isama Mpeko ni fullback ya mpira, kipenzi cha watu wa Mazembe, lakini alisaliti jioni akaenda kujiunga na Lupopo. Walikuwa wanamkimbiza yule baba. Mchezaji. Isama hoja kakolewa na gari ya kama defender. Defender kaingizwa kwenye defender, kaekwa katikati. Dereva huku, askari huku, askari mmoja, dereva askari, na huko kuna askari mwingine. Isama kakakati kwa tumbo wazi. Wanampitisha wanaondoka naye. Yaani hapo kila mtu mwenye hasira yake kwamba wewe ulitofanya hivi, wewe ulitofanya hivi. Hapo ndo kila kitu kinafanyika hapo. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa na ghasia za namna hiyo. Dabi fulani ngumu sana. Ukiongea na wenyewe wa Kongomani, wanakwambia ni muendelezo wa fujo Kongo.
Kongo ina changamoto sana professionalism, ule weledi wa kifootball